ninasimama mbele zako, naomba wewe ndio ukaende nami. Kila atakayesikia neno hili tutakalozungumza siku ya leo akabarikiwe katika jina lako Yesu. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Ya mimi nasimama mbele yenu hapa kwa niaba yenu. Amina. Tunayo mambo mawili matatu ambayo tunatakiwa kufanya siku ya leo. Na moja kubwa, nianze kwa kuwashukuru sana kwa namna ambavyo tulishirikiana wakati wa makambi. Wangapi walibarikiwa na makambi ya mwaka huu wa 2025? Nyosha kabisa hivi, unajua mkono wa kinafiki hivi. Mkono kabisa wa moyo hivi. Kweli tunasema ya moyoni, si ndio? Basi Bwana abariki sana. Makambi yale yalifanikiwa vizuri, si kwa sababu ya mtu mwingine yote, ila ni kwa sababu yenu ninyi. Amina. Ni namna ambavyo tulishirikiana. Kwa hiyo siku ya leo tulipanga kwamba tukae, actually tulipanga mtaa mzima ili tuweze kujadili namna ya kuboresha zaidi makambi yanayokuja 2026. Amina jamani. Nadhani tutakuwa na hicho kitu baadaye. Lakini jambo la pili ni kwamba tulikuwa na siku ya kumtambua mchungaji ambayo itakiwa ifanyike Sabato iliyopita, lakini kwa sababu tulikuwa tumetoka tu kwenye makambi, tuliona isingeweza kufanikiwa sana. Kwa hiyo tukaona ni bora tuifanye leo. Amina jamani. Na namna ambavyo tutaifanya, vile tutakavyofanya ndivyo hivyo Mungu atakapoibariki. Amina. Na mimi nimesimama hapa mbele yenu, na kwa ukweli mimi sitakuwa mhubiri siku ya leo kutokana na kwamba mwenye kibweta chake yupo. Sawa jamani? Kwa mimi nitakuwa nikisema tu yale ambayo Bwana atatubariki kuyasema kwa niaba yenu, na labda tutuelezee juu ya namna ya kumtambua mchungaji. Ila kabla sijaanza, naomba nitoe pole kwa kanisa zima. Tulipata msiba kwa watu ambao labda hawakusikia. Tulifiwa na mshiriki wetu, wengi hawamfahamu. Zainab Bago ni mshiriki wa kanisa hili. Tulisali naye kuanzia kule kanisa la Mafinga, na baadaye alihamia hapa kama mshiriki, na amekuwa mshiriki hai mwaminifu tu. Ni vile kwa kipindi fulani alikuwa akiumwa, alisumbuliwa sana na mgongo, kwa hiyo alikuwa hana uwezo wa kukaa muda mrefu katika kiti au kutembea au kusimama kwa muda mrefu. Lakini bado tulikuwa tukishirikiana naye kwa namna ya ukaribu sana kama mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Pipeline. Kwa hiyo msiba wa jana tulimpoteza mshiriki mwenzetu. Wangapi walihudhuria kwenye huduma mbalimbali zilizofanyika za msiba huo kuanzia juzi mpaka jana tulipokuwa tukikaonyesha mkono? Sasa huenda watu wengine, kwa sababu ilikuwa ni katikati ya wiki, huenda hawakuwa wamesikia. Na wasihi kwamba tuweze kuwepo kwenye ile grupu la Pipeline. Kuna watu wengi sana wako kwenye magrupu ya umbea huko, magrupu mengine ya siasa, magrupu ya vikoba, magrupu ya shule. Mimi na grupu moja, sina tu grupu lile la primary, kwa sababu primary kule nilimaliza zamani. Kwa hiyo watu wengi bado wako analojia, hawajaunda grupu hilo. Na wengi wameshatangulia pia mbele za haki kama wanavyosema. Kwa hatuna grupu, mimi siko kwenye grupu la primary, lakini na grupu la sekondari. Nina grupu la chuo, nilienda chuo mara ya kwanza na grupu nilienda chuo mara ya pili, nina grupu, na grupu nilienda chuo mara ya tatu na lenyewe na grupu. Alafu nilifanya kazi sehemu fulani na kwenyewe. Kwa hiyo na magrupu ya watu tunaofahamiana mengi. Sasa unaweza ukawa na wewe uko kwenye magrupu kama hivyo, lakini hauko kwenye grupu la kanisa. Sio vizuri. Uwe na grupu pia la kanisa kusudi uweze kupata mambo haya yanapotokea, hasa mambo ya magonjwa, misiba na matangazo mbalimbali tumekuwa tunayatangaza hapa. Mimi nimekuwa nikijifunza mambo mengi sana kutoka kwenye familia hii ya kina Gates. Tunakuwa tumepata misiba mingi sana hapa Mafinga. Huwezi kuwakosa.
misiba ya washiriki na misiba ya watu wengine ambao inatokea hapa mjini, wanafunga safari kutoka huko waliko, kama ni Dar es Salaam, kama ni wapi, wanakuja kwenye nini? Kwenye msiba. Lakini kuna watu wengine wako hapa mjini na wahudhurii nini? Yesu mwenyewe alihudhuria nini? Misiba. Sijui wewe unaweza kawa unahubiri Ukristo wa wapi? Kwa hiyo mimi naomba niseme tujifunze kwa familia hii ya kina Genzi. Wanatoka mbali kuja kuhudhuria nini? Misiba. Kuhudhuria msiba ni zaidi ya hela. Usiseme kwamba mimi nitoa hela. Na wewe ukifa watu wanatoa nini? Wanatoa hela, alafu uone kama hela itachimba kaburi. Uone kama hela itabeba maiti. Uone hela kama italia msibani. Hela sio suluhisho, hela sio kila kitu. Kuna mtu mmoja alisema tu juzi, akasema hivi, hela sio kila. Hela ina mipaka yake. Unaweza kununua kila kitu lakini huwezi kununua amani. Una hela lakini huna nini? Huna amani. Amina jamani. Kwa hiyo mimi naomba tu niseme, sio unafiki kuhudhuria kwenye misiba, hudhurieni. Na wengine wako hapa wanajifanya watoto. Ili naomba niliseme, wanajifanya eti kwa sababu hajaoa anajifanya mtoto. Sio sawa. Hudhuria kwenye misiba, hudhuria kwenye shida za watu. Na Ukristo ndio huo. Kama Ukristo haugusi maisha yetu, hauongezi ushirikiano, hauongezi umoja na mshikamano, huo utakuwa sio nini? Sio Ukristo. Wangapi wananielewa ninachosema? Kama sisi wote kama tulivyo jana tungekuwepo pale msibani. Tungekuwepo pale msibani. Ule msiba ungetikisa nchi. Ungeeneza nchi. Na nafurahi sana tulipofika pale tukapata wazo la haraka kwamba marehemu alikuwa anatoa sana huduma ya uinjilisti. Mimi nakumbuka mara kadhaa ameweza kutupatia vitabu, na si muda mrefu sana kutupatia vitabu zaidi ya 300. Wale wainjilisti wa leo wanajua kuna kazi imeanzishwa kule kijiji fulani kule kunaitwa Magunga. Tulienda kugawa vitabu kule mpaka vikabaki. Vilitoka kwa huyo marehemu. Kwa hiyo tulipofika pale tukasema ni vizuri tugawe vitabu kwenye msiba wake. Na tulishikiana na kina Genzi pale na watu kadhaa, na wengine tukapata wazo hapa, tukaanza kukabana watu 2, 3, wangapi wakatoa. Mungu awabariki sana. Tuligawa vitabu zaidi ya 300 jana. Jamani amina. Zaidi ya mia ngapi? 300. Na watu walikuwa wakisoma vile vitabu. Na hata wasiposoma jana, wasiposoma leo, watasoma kesho. Na ubaya wa kitabu, hata ukitupa kitabu, mtu akiokota anafanya nini? Anasoma. Ndio kwamba yeye usabato aliupata kutokana na kwamba kulikuwa na kitabu kinaitwa Vita Kuu. Hichi kitabu Vita Kuu alikiokota pale nyumbani kwa mzee Hoffman. Mzee Hoffman alimeshafariki, lakini na alikuwa akikaa pale katikati ya mji. Kwa hiyo yule jamaa alikuwa akifanya kazi sehemu, alafu wakati anarudi nyumbani akawa anapita akaokota kile kitabu jalalani kabisa, lakini zima kabisa kizuri. Yeye alipokiona pale akasema kitabu cha Vita Kuu huenda kinatangaza vita kuu ya pili, ya kwanza au ya nini. Akawa interested, akawa anakisoma. Na hicho ndio kilimpelekea kupata ule ya imani, na ni mshiriki mpaka leo. Kwa hiyo nasema vitabu ni kitu kizuri sana. Mimi sio mwinjilisti wa vitabu, lakini niliona kwamba tunapokuwa na misiba, tunapokuwa na shida namna hiyo, tuwapelekee watu vitabu. Watu wengi sana walikuja pale kuomba vitabu. Hata wengine wamekuwa wakipiga simu, tunaomba vile vitabu vilivyogawa jana. Kuna kitabu kidogo, kuna kile kitabu kikubwa, tunavihitaji sana. Ila mimi ninachosikitika ni kwamba Waadventist wengi hatukuwepo kwenye msiba. Amina. Hatukuwepo na hatuna sababu. Wengi hawana sababu, kiacha wale ambao wakusikia. Kwa hiyo naomba tuungane. Leo tunataka tujenge, tuanze mwanzo mpya wa ushirikiano kama nini? Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Pipeline.
kupitia tendo hili la kumpokea mchungaji, kumtambua huduma yake, kutambua huduma ya mchungaji, naomba tulisoma fungu hili linatoka kitabu cha Yeremia 3 mstari wa 15, na linasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na nini? Na nini jamani? Mmechoka? Watawalisha kwa maarifa na fahamu. Wachungaji wanaletwa na Bwana. Sisi hatukupiga simu popote kuomba field au conference ituletee mchungaji, bali field na conference kwa kuongozwa na Bwana ituletee mchungaji, naye ni mchungaji kutoka mbali. Amina jamani. Na amekuwa akitulisha sisi kwa siku zote. Watu wengine wamekuwa hawaelewi sana kwa nini mara nyingi wachungaji sana. Kuna wengine wanasema hivi, tungesomesha sisi mchungaji alafu aletwe yule. Haiwezekani. Hata mwalimu aliyekufundisha wewe hukumfundisha wewe, hukumlipia ada, si ndio jamani? Ni kawaida kwamba mchungaji anaweza akasomeshwa na watu wengine akaenda kuwalisha watu wengine, lakini ni desturi ya makanisa dunia nzima kuwa na namna ambavyo tutamtambua nani mchungaji. Labda nianza kwa kusema kwamba ukisoma historia inasema kwamba miaka ya zamani huko, ukianza kwanza katika misingi ya Biblia yenyewe, kulikuwa na Walawi. Walawi hawakuwa kabisa wakimiliki chochote katika urithi waliokuwa nao Waisraeli. Wale ambao mnasoma Biblia mtakumbuka kuwa kulikuwa na makabila 12 ya Waisraeli, na moja ya makabila hayo, mojawapo ndio lilikuwa kabila la Lawi. Hili kabila la Lawi halikumiliki chochote. Ukizaliwa tu leo katika kabila la Lawi, basi wewe huna urithi wa ardhi, huna urithi wa kitu chochote, maana wewe urithi wako utapatikana hekaluni mwa Bwana. Na hawa Walawi ndio mfano wa wachungaji ambao tuko nao leo. Wachungaji hawa kwa kanisa la Adventista Sabato wanafanana sana na Walawi kwa sababu sio kama wachungaji wa madhehebu mengine. Wachungaji wa madhehebu mengine ni waajiliwa wengine. Kulikuwa na askofu mmoja juzi hapa, kulikuwa na taasisi fulani akawa amenialika, akasema njoo kuna vitu fulani tunafanya. Akasema nimetoka kustaafu. Ni askofu lakini ametoka kustaafu serikalini. Kuna wachungaji ambao wanafanya kazi, wana biashara wanafanya, lakini wachungaji wetu wanafanana sana na hawa kwamba wanatakiwa wakae wakifanya kazi ya nani? Ya Bwana, ili watoe muda wao wa kutosha kujifunza na kujiandaa kwa ajili ya kutulisha. Na ndio maana unakuta wachungaji wetu hatuwaone wakiwa na maduka sokoni, wakisafirisha mbao huko na huko, au wakifanya mambo fulani, kwa sababu wanatakiwa watumie muda mwingi sana wa kufanya kazi hii ya kutulisha sisi. Kwa hiyo Walawi na makuhani walifanya kazi rasmi kabisa za kufanya tu muda wote wakishinda hekaluni. Na hata kama sisi leo hatuwaoni wachungaji hawa wakifanya kazi wakishinda hapa kanisani siku zote, lakini kiukweli wanafanya kazi kubwa inayowachukulia muda mwingi kufanya kazi ya Bwana. Kwa mfano kama mchungaji wetu kutoka mbali anao makanisa, sikosei, yako 8. Makanisa mangapi? 8. Sabato ziko ngapi katika mwezi? Sabato 4. Ina maana kama atatoa muda wake kila sabato kuwepo kwenye kanisa moja, ina maana itachukua miezi 2 kuzunguka kwenye kanisa lile aliyoenda mara ya kwanza. Lakini kumbuka kwamba pia haya makanisa 8 yana makundi pia na yenyewe anatakiwa yatembelee. Lakini pia ukiacha haya makundi, kuna kazi za kututembelea sisi kama washiriki. Kuna kazi mbalimbali za kufanya. Ni kazi kubwa sana ambazo wachungaji hawa wanafanya. Mimi ni huwa nasema kwamba huenda ni zaidi sana ya hata makuhani wa zamani. Maana makuhani wa zamani walikuwa na kazi moja ya kupokea sadaka, kuchinja na kutoa.
wanashinda pale, watu wanakuja, watu wanatoka huko wanakuja, wanawakuta wako pale. Hawakuwa hatupati nani kabisa kwamba kuhani fulani sasa siku moja alikuwa ameenda Bethlehem, kuhani alienda sijui mji fulani, hatupati hiyo. Sijawahi kuona hiyo historia kwamba kulikuwa na zamu za makuhani wakitembelea huko kwenye nini, kwenye makanisa, masinagogi ya huko. Kulikuwa na makuhani wanashinda pale pale, watu wanawafuata. Huko ndako kulikuwa na viongozi wengine wa makuhani, viongozi wa sinagogi waliokuwa wakiwachunga. Kwa hiyo kazi yao haiwezi kuwa ilikuwa kubwa kama ambavyo leo. Na hata hivyo watu wa zamani walikuwa na utii sana. Walikuwa na utii sana. Hawakuwa wasumbufu kama leo. Leo tumekuwa wasumbufu sana jamani. Na mimi kama mimi najiona ni namna ambavyo mimi ni msumbufu. Na wako wengi sana wachungaji wanakuwa wanatoa muda mwingi sana wa kutuombea. Amina jamani. Huenda wewe mwaka huu mzima haujaugua, unaweza kusema mimi bwana nakula vizuri, nalala vizuri, nafuata kanuni zile za afya, kanuni nani. Lakini nikwambie, kuna watu wanafuata kanuni zote kama zilivyo na wameugua vitandani mwaka mzima. Kwa hiyo ukiona hujaugua mwaka huu, hujapata shida, usijisifu kwamba labda kuna jambo lolote lilifanyika. Huenda ni kwa sababu ya maombi ya watu wa Mungu ambayo yalikuwa yakifanyika kwa muda fulani. Amina jamani. Kwa hiyo Walawi kazi yao ni kuwaombea watu. Na sisi leo tunao wachungaji. Katika Agano Jipya tunawakumbuka wakina Paulo. Hawa waliandika wazi namna ambavyo walikuwa wakifanya kazi ya Mungu. Kazi yao ilikuwa ni kuhubiri. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza 5:17 anasema wale wanaofanya kazi ya kulihubiri neno na kufundisha wahesabiwe kuwa wanastahili heshima maradufu. Amina. Narudia neno hili. Wale wanaofanya kazi ya kulihubiri neno na kufundisha wahesabiwe kuwa wanastahili heshima mara ngapi jamani? Maradufu. Maradufu maana yake ni mara mbili ya kile cha mwanzo. Sio mara mbili kwamba 1 alafu 2. Maradufu kama ilikuwa ni 8 inakuwa 16. Kama ilikuwa 16 inakuwa 32. Kama ilikuwa 32 inakuwa 64 na kuendelea na kuendelea. Ndio maana ya maradufu. Yaani mara mbili zaidi ya ile ya nini? Ya mwanzo. Kiukweli kanisa la Adventista Sabato hasa Pipeline nikisema tumekuwa hatuna desturi nzuri ya kuwatambua hawa wachungaji wetu. Na labda huwezi kujua tumekuwa tukiwakatisha tamaa wasifanye kazi yao kwa moyo sana. Ukiwa na mtoto wako ukitaka afanye vizuri darasani, unamwambia nitakununulia hiki, nitakununulia shati nzuri. Ukifanya vizuri utafanya hivi. Binadamu yeyote kisaikolojia ameumbwa kwa ajili ya kuthaminiwa. Uongo jamani? Uongo? Hakuna binadamu asiyependa kupewa shukrani. Kama yupo, huyo labda ni maiti. Lakini binadamu yeyote anapenda akitoa kitu, yule aliyempa aseme nini? Asante. Aonyeshe tu shukrani. Kama wewe uamini mtu msaidie alafu aondoke zake. Yaani umempa lift, anashuka na bamiza mlango unafikiri yuko wapi? Kesha aenda. Sio jamaa. Sio kwamba ile lift itakusaidia akisema asante itakusaidia chochote, hapana, lakini ni alama ya kwamba amethamini. Amina jamani. Kwamba ili siku nyingine unaweza kumpa tena. Nimetoa tu mfano wa lift. Lakini chakula, mtu umemkuta hapo bwana karibu nyumbani, amekuja nyumbani, umempa chakula, amekula, alafu anaondoka zake. Yaani labda umeingia chumbani unakuta hayupo, ameenda. Vipi? Unajua huyu sio ustaarabu. Alama ya ustaarabu ni kutoa asante. Amina jamani. Tutoe asante. Hata kama hicho kitu ni sawa. Ni sawa kabisa watoto baba kumnunulia mtoto wake nguo. Wala sio lazima uombe.
Ukiwa baba lazima umnunulie mtoto wako nini? Nguo. Umnunulie mke wako. Ufanye hiki. Hiyo ni lazima, kwa sababu ile ni sehemu ya familia yako. Lakini wale wanaonunuliwa, kama ni watoto, kama ni mke, kama ni mme, ni lazima aseme nini? Aseme nini jamani? Asante. Inaongeza ule moyo wa kufanya nini? Wa mtu kutenda wema zaidi. Kwa mfano, unaweza ukampa mtu shilingi 3,000, shilingi 2,000, ukasema sina kitu kabisa, chukua tu hata 2,000 itakusaidia huko njiani. Unajua kabisa mtu anasafiri njiani, chakula sahani moja ni kuanzia 5,000 kwenda mbele, lakini ninao buku tu, naomba uchukue tu hii, itakusaidia walau nini? Maji. Halafu mtu anasema nashukuru sana. Mimi najifunza, ukienda vijijini huko unaweza ukawa na hela, yaani unaenda kule una hela, unaenda kuwasalimia ndugu zako, unaenda pale wanajua kabisa una hela, lakini unapoondoka, labda uliwaletea zawadi, uliwaletea sukari, uliwaletea nguo, chochote ulichowaletea, unapoondoka unakuta mama anafunga maharage sado moja, ile lita 1 au lita 2, anasema usikatae maharage, ni baraka mbele za nani? Mbele za Mungu, kwa sababu mtu ametoa kile kitu anachoona anacho. Amina jamani. Kwa hiyo ni vizuri kuwashukuru. Hatutakuwa na mambo mengi leo kwa sababu ni siku ya kushukuru, na sisi tunasema hivi, tunataka kuonyesha tu alama ya kwamba tunajali huduma ya mchungaji. Labda mimi niseme maneno 2 matatu kuhusu mchungaji wetu. Watu wengi sana wanapenda wachungaji wenye makeke. Sijui inaeleweka. Mimi nimekuwa mwenyekiti wa hiki chama cha wajasiriamali wana taaluma. Mara nyingi nimekuwa nikihusiana na wachungaji hawa wengi tu kwa jimbo zima, na wapigia simu, bwana kuna hiki na hiki, na wakati fulani kuna viongozi wetu huko. Kuna sehemu nyingine tunapata shida sana. Hata siku moja nilikuwa nakuhusisha mchungaji, akasema hivi, mchungaji, inaweza nikaraje kuna mchungaji mwingine anakuwa na tabia kama ile? Akasema ni kawaida. Kuwa mchungaji sio kuwa Mungu. Kuwa mchungaji sio kuwa malaika. Kuwa mchungaji ni kupewa mamlaka ndani ya ubinadamu, asili ya ubinadamu ulionao. Amina jamani. Unaweza ukawa mkali lakini mchungaji, ila ni nini? Ni mkali. Unaweza ukawa na lugha mbaya lakini ni nani? Ni mchungaji, ila ni mchungaji mwenye lugha ngumu. Sisi naeleweka? Ninachosema ni kwamba kila wakati shukuru aina ya mchungaji ulionayo. Mchungaji kutoka mbali, mimi nabarikiwa naye sana. Kuna wengine hawezi kuona kutoka, labda kwa sababu hawafanya kazi sana pamoja naye. Kuna mambo 2 matatu ambayo tumekuwa tukijifunza sisi kama viongozi. Nazungumza kwa niaba ya viongozi. Kwa mfano, kama watu wengi, kwa mfano nilikuwa siku moja tulikuwa sehemu fulani, mchungaji mmoja, kuna mchungaji mzuri sana, lakini yule mchungaji ana kitu kimoja kwenye uongozi tunaita micromanaging. Micromanager ni mtu gani? Ni yule ambaye haruhusu kitu chochote kifanyike bila yeye kuwepo. Hii ni tabia hata wa baba wengine, hamwezi kupika chakula bila yeye mpaka awepo. Kwa nini nilipika nyama wakati hamkuniambia? Kwa nini mmeanza kula bila mimi sijafika? Yaani yeye ndio anasema mtapima unga leo, muongeze mchele kidogo, muongeze mchele, muongeze nyama, muongeze kitu. Yeye ndio anafanya nini? Kwa sababu ni baba. Ni sawa, uongo jamani? Ni sawa, ila siku akiondoka wale watu wengine wanashindwa namna ya kufanya nini? Kujitegemea, kwa sababu kila kitu lazima aseme yeye ndipo afanye nini? Afanye. Mchungaji kutoka mbali ametufundisha uongozi. Anatufundisha sana uongozi.
kwa sababu kuna wakati fulani kuna mambo yako hapa tunamuuliza, anasema hilo jambo ni zuri, endeleeni. Mkiona mambo ni mazuri, fanyeni, mtaniambia. Najua kabisa kwamba ninyi hamwezi kufanya tofauti na vile miongozo ya kanisa inavyofanya nini? Nafanya. Lakini niwaambie, kuna makanisa mengine katika mtaa huu hawawezi kukaa bila mchungaji. Na wakikaa watagombana na mwisho wa siku hawatamaliza hata kama ni nini? Ni kikao tu cha mambo madogo. Ile ni saini ya kutokuwa na ukomavu. Mchungaji amekuwa akitufundisha namna ya kuweza kujiongoza. Namna ya kuweza kujiongoza. Hili ni jambo zuri, sio rahisi sana kuwakuta kwa wachungaji wengine. Wachungaji wengine haiwezekani likafanyika jambo lolote kama yeye hayupo ndani ya nini? Ya kanisa. Sio kwamba tunamuuliza vipi ili tufanye, anasema hilo fanyeni. Lakini kuna wengine hata akimuuliza hilo mtafanya mpaka mimi nikifanya nini? Nikiwepo. Na nasema kwamba kuna wachungaji wengine yani ni migogoro. Pia mchungaji kutoka pale akiwa amegombana na washiriki. Hili ni jambo zuri sana na linatufundisha kwamba anataka tuwe wamoja. Amina jamani. Tujifunze sana wachungaji wanapokuwa wanyenyekevu. Wala tusiwachokoze. Maana kuna watu wengine wanapenda kuwachokoza viongozi. Amina. Yaani asikie mchungaji akikasirika huwa anakuaje. Au anasema maneno mabaya ya uongo na kusengenya kuhusu mchungaji. Vitu kama hivi sio vizuri. Mchungaji anatufundisha kwamba tuwe watulivu. Ni busara kubwa sana kuishi na wachungaji wetu vizuri. Sasa leo tunataka tutambue huduma ya mchungaji. Mchungaji yuko na familia yake. Na kwa hivyo nitaomba wakiwe kiti hapa mbele yeye na jambo la kwanza ni kwamba kutambua huduma ya mchungaji hakumaanishi kumpa tu vitu au namna gani, lakini pia kumuombea mchungaji. Nichukue nafasi hii kuwakumbusha wale wote ambao walikuwepo wakati wa makambi. Mwenyekiti wa conference alisisitiza kwamba wakati mchungaji yupo kwa ajili ya kutuchunga sisi ndio wachungaji wake pia. Jamani, amina. Yaani sisi ndio wachungaji wa nani? Wa mchungaji. Sio mimi niliyosimama hapa. Sisi washiriki ndio wachungaji wa mchungaji wetu. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kumlea mchungaji. Tunamleaje mchungaji? Mchungaji anatakiwa kuombewa. Amina. Wangapi wamewahi kupata nafasi ya kumwombea mchungaji? Hata wale ambao huwa mkumbuki, tuwe tunamwombea nani? Mchungaji. Ukipiga magoti kuombea familia yako, ombea mchungaji. Mchungaji anatakiwa kupata faraja. Na ngoja hapa mama mchungaji ile aje hapa. Mchungaji anatakiwa kupatia faraja. Hakuna kazi inaudhi, hakuna kazi ina makwazo na inayohitaji faraja kama kuwa kiongozi wa kanisa. Tena kanisa la Adventist wa nini? Kwa nini? Kwa sababu Adventist wa Sabato wengi hawajui protocol. Hawajui? Mnaijua protocol? Wangapi wanajua neno protocol maana yake nini? Wachache, niwakumbushe. Protocol maana yake ni kujua taratibu. Taratibu zinaweza zikawa hivi: nani afanye nini kwa wakati gani na kwa nini? Nani aseme nini kwa wakati gani na kwa nini? Na nani anastahili? Nimetoa tu mfano. Kwa mfano, nyumbani kwetu habari ya chakula inabidi asemee mama. Si ndio jamani? Habari ya chakula, mapambo nyumbani, habari za watoto wanatakiwa kufanya, hiyo ni kazi ya nani? Ya mama. Ni protocol. Ukikuta sasa baba ndio unapima unga uko jikoni, hata kama ni mapenzi, upendo na nini,
lakini lazima kuwe kuna kwamba inaonekana protocol ufanye nini? Ujui. Kama ni mtoto pale nyumbani, kuna mambo ambayo hutakiwi kusema mpaka aseme baba au aseme nini? Mama. Waadventista wa Sabato nikwambie, mambo ya mchungaji anaweza kusema mkuu wa shule ya Sabato. Yaani anafika tu sehemu hata aelewe, hajauliza kama wenzake walikuwa wamefanya nini kabla. Akifika pale anasema hivi, hapa hakuna utaratibu kabisa, hapa mngefanya nini? Yaani ninyi mlipanga utaratibu, unakuta na yeye amepanga nini? Alafu unakuja sasa, mbona tulishaweka wazi? Mimi nilijua kama hamjafanya. Ndio Adventista Sabato. Kwa hiyo mara nyingi tumemuingilia mchungaji. Tumetoa kauli ambazo alitakiwa aseme mchungaji, tumezitoa sisi. Kuna mambo ambayo hata tumesema kinyume kabisa tukimsema mchungaji. Ndio maana ni vizuri sana kupata nafasi ya kumwombea mchungaji. Na sio kumwombea tu tukiwa nyumbani. Tunaweza tukaja tukaombeana, ukasafiri, ukaenda kwake, ukasema nimekuja kwa ajili ya kuomba na wewe nani? Mchungaji. Wanaonielewa nyosha mkono. Tuombe. Amina jamani. Tumuombe nani? Na nikwambie ukweli, wengi tumekuwa hatujui namna ya kuwalea wachungaji wetu. Sijajua kwa sababu toka tuanze mtaa huu tumeaga mchungaji mmoja, si ndio? Tumeaga mchungaji mmoja. Lakini makanisa ambayo yameaga wachungaji wengi, kuna wachungaji huwa wanalia wanapoondoka kwenye mtaa fulani kwa sababu ya namna washiriki wanavyojua kuishi na wachungaji wao. Mchungaji ni rafiki wa washiriki. Mama mchungaji ni rafiki wa washiriki. Watoto ni rafiki wa watoto wa nini? Wa washiriki. Inakuwa ni vizuri sana umoja. Nataka tuanzishe kitu cha namna hii kwamba wachungaji wetu, maana najua siku itafika hapa tutakuwa na sisi tuna mchungaji wetu. Sasa hivi mchungaji anachunga makanisa 8, lakini sidhani kama itadumu sana. Inaweza ikaja wakati ambapo atakuwa ni mchungaji wetu tu makanisa 3 haya 4 tutakuwa naye. Yaani Ukicha, Lumwango, Luganga, Mafinga, Bandari. Na maendeleo yakikua ni mchungaji wetu hapa tu, yaani akiamka hapa. Kama vile ilivyo Iringa, ilivyo Dodoma, ilivyo Mwenge kule, ilivyo Magomeni na makanisa mengine. Kiukweli mchungaji akiwa ni mchungaji wenu tu, anaweza hata kusaidia kuorodhesha watu wale. Leo namuombea familia ya Mwila, kesho ya Sagara, kesho kutwa Ludoviki, Gideoni, yaani kwa sababu ni wachache. Amina jamani. Tuombee na sisi tufike huko. Na tunao uwezo wa kufika huko. Kwa leo tunatambua huduma ya mchungaji kwa namna ambavyo tutafanya. Tutaanza na maombi. Amina jamani. Kwa naomba mama mmoja na baba mmoja wajitolee kwa ajili ya kuombea familia ya nani? Ya mchungaji. Mchungaji ni binadamu. Tuko pamoja. Lakini mchungaji ni mchungaji. Katika nini? Kwa hiyo tuje tumuombee, tunaiombea familia yake. Wanayo mtoto mmoja, tunamwombea mtoto. Wanao watu wanaoishi nao pale nyumbani kwao, tunawaombea. Kunaweza kama wakisema tuombee kitu fulani watasema, lakini tuombee mambo ambayo ni basic, mambo ambayo yanajulikana, anayoweza kustahili kuombewa kila mwanafamilia. Naposema hivi naomba wale ambao wako tayari, mama mmoja na baba mmoja wasogee mbele. Sasa tutapiga magoti, alafu tutaomba. Kabla hatujapiga magoti, kuna mambo mawili ambayo lazima tukumbuke. Kila mtu atakuwa akiomba kumwombea mchungaji, kuombea huduma ya mchungaji, huduma ambayo amekuwa akitoa. Kwanza awe mchungaji ambaye ataendelea kulilisha kundi hili kwa namna ambavyo Bwana atambariki. Tuombee mchungaji kama kuna matatizo yote yanayomsumbua yakaondoke. Lakini sisi tutakuwa tukiomba kwa dakika 1, halafu ndipo hao wapendwa wataendelea kuomba. Tutaomba kwanza sisi kama sisi, kila mmoja ataomba.
Kama uliwahi kuwasana na mchungaji, ni vizuri pia ukatumia nafasi hii kuomba kwa ajili ya msamaha, kwamba Bwana msamehe, huenda wewe ulikosea au mchungaji alikosea, lakini ni nafasi nzuri sana ya kuomba kwa ajili ya Bwana ili aweze kutusamehe sote. Kanisa hili liwe na amani kabisa na namna hiyo. Tutapiga magoti, tutaacha dakika moja kila mtu kuomba, alafu ndipo wataomba. Tuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu mtakatifu, mtakatifu sana ushie juu mbinguni, Sabato ya leo ni Sabato ya pekee sana kwetu. Tunakuja sasa miguuni pako kwa unyenyekevu mkubwa, kwa namna ya pekee sana tukikushukuru Mungu wetu, kwanza kutupatia uhai na nafasi ya pekee ya kujumuika katika ibada hii ya leo. Baba yetu mwema, kama tulivyopiga magoti sote, tunaomba utusamehe uovu wetu. Kila mmoja wetu kupiga kwake magoti ni kwa sababu tunahitaji msamaha wa dhambi. Lakini kipekee sana katika Sabato hii ya leo ni ibada ya pekee kwetu kutambua kazi na huduma ya mtumishi wako mchungaji wetu pamoja na familia yake katika mtaa wetu wa Pipeline. Kwa hivyo kwa asubuhi hii na kuelekea mchana, kwanza tukushukuru Mungu wetu wa mbinguni kutupatia upendeleo wa pekee, kumpatia nafasi mtumishi wako mchungaji kutoka mbali kutumika katika mtaa huu wa Pipeline. Na kwa sababu hiyo, asubuhi ya leo tunamweka mikononi mwako, yeye na familia yake, mke pamoja na mtoto. Tunaomba Mungu wetu wabariki, uwapatie afya njema, lakini pia wanao watu ambao wanaishi nao katika familia yao. Baba mwema, tunakuomba uweze kuwabariki pia, lakini pia wao kama binadamu wanayo mahitaji mbalimbali. Baba wa mbinguni, tunakuomba kupitia ibada hii Bwana ukasikie kuomba kwao na ukatimize mahitaji yao. Lakini tunakuomba Mungu wetu kupatie hekima na busara ya kuendelea kutumika shambani mwako. Mama mchungaji, tunaomba endelee kumbariki pia kwa kumpa afya njema kwa majukumu makubwa alionayo ya kumhudumia na kumtunza mchungaji
ili aweze kufanya kazi yako vyema. Tunakusihi na kukuomba kwa kadri wanavyoendelea kuhudumia mtaa huu, Bwana, wakapokee baraka za pekee ambazo zitaliinua jina lako. Kila mmoja wetu tunakusihi pia katika maombi yetu ya kila siku, kila wakati, utusaidie kumkumbuka mtumishi wako. Na tunapofanya hivyo, baraka zako zikaambatane pamoja naye. Mungu wetu, tunaamini kwamba wewe ni mwaminifu na siku zote unatenda zaidi ya mahitaji yetu. Tunakusihi yapokee haya pamoja na yale ambayo mtumishi wako ataendelea kuomba. Yote Mungu wetu akapata kibali machoni pako, kwa kuwa tumeomba na kuamini kupitia jina lake Yesu. Amen. Asante Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa mwema asubuhi ya leo. Baba wa mbinguni, tu wa dhambi tunaomba kutusamehe. Tunanyenyekea chini ya miguu yako. Tusamehe waovu wetu kwa kuwaza, kwa kunena, hata kwa kutenda. Baba wa mbinguni, tu wadhaifu tusamehe. Lakini Baba wa mbinguni, masaa tumenyenyekea miguuni pako watumishi wako. Tumepiga magoti tukiwa na mioyo ya shukrani. Kwanza kabisa tunakushukuru kwa kutupatia mtumishi wako Pastor Michael kutoka mbali. Amekuwa baraka mkubwa katika maisha yetu ya kiroho hata kimwili. Tunakushukuru kwa uwepo wake katika maisha yetu ya kiroho hapa duniani. Lakini Baba wa mbinguni, umempa familia ambayo pia imekuwa baraka kwa kuitazama, hata kwa kiroho pia imekuwa baraka kwetu. Kwa maneno yao, kwa vinywa vyao vimekuwa baraka kwetu. Neno lao walokuwa kitulisha limekuwa msaada mkubwa katika safari hapa duniani. Lakini Baba wa mbinguni, tunaamini upo pamoja na familia hii katika kuitegemeza kazi yako hapa ulimwenguni. Hatuna sababu ya kusema neno lolote, lakini zaidi tunakushukuru kwa mkono wako ulioweka katikati yao kuweza kutusaidia na sisi pia. Baba wa mbinguni, umewapa mibaraka mingi, ikiwepo mtoto Bani Stewart. Baba wa mbinguni, amekuwa ni baraka pastor wetu kuwabariki watoto wetu na watoto wengine. Baba wa mbinguni, vile ukaze kuwa baraka kwa mtoto wa mpendo. Tunakushukuru kwa kuwa utafanya na utatenda. Endelea kumtunza, kumresha na kumkuza katika maisha yote hapa duniani. Familia hii hatimaye tukaweza kukutana huko mbinguni. Kwani ndilo ombi letu tukiomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Ya Bwana wabariki sana. Sasa tutakuwa na taratibu fupi. Mchungaji ataendelea kukaa hapo. Mtu mmoja alisema hivi, hakuna kitu kigumu. Yaani mchungaji anakuja mtu anakuomba umuombee ili biashara yake iende, au anatoa shukrani kwa sababu ya mafanikio makubwa kwenye nini? Kwenye biashara. Yaani anaweza akaja akaomba, mimi sina hivi na nini nataka kufanya hivi, naomba uniombee. Unamuombea. Halafu baadaye anakuja kufanya nini? Kukuomba tena, anashukuru namna yale maombi uliyofanya. Lakini wewe mchungaji huna hela. Sijui unanielewa? Yaani wewe unaombea watu wengine wafanikiwe wakati wewe hujafanya nini? Unaweza ukawa unaombea watoto wakati wewe una nini? Unaweza ukawa unaombea watu wapone wakati wewe unafanya nini? Unaumwa. Sijui unanielewa? Kwa kazi ya uchungaji ni kazi kubwa sana. Naomba wale ambao tumewaandaa, tutakuwa na mambo mawili matatu. Tutatoa zawadi kidogo na bahasha kama mtaa wa Pipeline kwa makanisa mawili ambayo yamekutanika hapa. Tumeandaa kiwango fulani ambacho wawakilishi wetu watakuja kutoa. Lakini pia kuna wakina mama na wenyewe wameandaa kitu fulani na wenyewe watafanya.
Alafu kuna wanaume, yaani wanaume hatuwezi kudondoka. Jamani, mimi na wanaume tupeni mkono hivi. Yaani mwanaume yoyote, mwanaume. Tuko pamoja? Yaani wewe mwanamke kama umevaa suruali usijione wewe ni mwanaume. Bado wewe nani? Ni mwanamke. Sasa wanaume. Na sisi tupo. Amina. Na sisi tupo. Wanaume simameni juu. Sawa juu. Pigeni mkono kwa mchungaji. Mchungaji mwanaume mwenzetu. Yaani huwa tukiendaga kule kwenye harusi wanasema njooni kwa mwanaume mwenzetu, tunamnyanyuaga juu, yaani anatembea juu kwa dakika karibu 20. Hatuwezi kufanya hizo kuwepo hapa, lakini lazima tuonyeshe kunyanyua nani? Mwanaume mwenzetu. Pastor kutoka pale. Amina. Kaeni. Wanawake mpo. Simameni juu wanawake. Sasa utakuta wasichana hawajasimama. Yaani ukizaliwa tu unakuwa mwanaume au mwanamke. Ukizaliwa tu. Kwa hiyo kwamba kwa sababu sijafikisha umri yetu sasa sijafikisha umri wa kuwa mwanaume au wa kuwa mwanamke. Hapana. Mpo? Mwanamke mwenzenu yupo, mama mchungaji. Lazima tumnyanyue. Amina. Yaani waga kuna kapula nani? Kapula mama. Shemas njoo. Shemas weka kapula mama na weka kapula nani? La baba. Tuatekanishe kidogo, sogea hivi. Sogea hivi kiti kidogo kikae mbalimbali. Lete vyombo viwili. Lete vyombo viwili. Tutakuwa na vyombo viwili. Kapula mama, kapula nani? Na baba. Tupitie karatasi. Ni jambo dogo tunafanya. Wala usije ukapata tatizo, utakuja kumshika mkono mchungaji, utaonekana umetoa baraka. Amina jamani. Ukiwa na chochote utatoa. Kama hauna, unafanya nini? Unampa mkono mchungaji, atoka. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akasema hivi kwamba mimi nitampa mchungaji kitu fulani baadaye au kesho, au mchungaji afuate. Mimi nina shamba, nampa mchungaji shamba. Tuko pamoja? Unaweza ukasema iko karatasi hapa. Unaweza kaandika kwenye karatasi au kafuata ile bwana pale. Haina shida. Unaweza kusema nina mahindi kule lita 1 mahindi au debe 1 maharage na makabeji na mboga ya majani. Niwaambie ukweli, kuomba na kuandaa suti ya mchungaji. Na hili tunalolifanya sio kama na Waadventista wa Sabato tu. Ni dunia nzima inafanya. Kuna wachungaji nyumbani kwao hawana budget yoyote. Wanategemea budget ambao wachungaji, yaani leo analeta huyu kuku, huyu analeta mbuzi, huyu analeta nguo. Yaani mchungaji mpaka anasema sasa suti zimetosha. Suti zimetosha. Maana mtu mwingine anakuja anasema pastor, hii suti, hiki kitu fulani, hiki kitu fulani ndicho tutakachofanya. Amina jamani. Kwa hiyo naombeni sana tujisikie vizuri. Kama wewe unafikiri, na kwa sababu sisi Waadventista wa Sabato tunafundishwa kutokuwa wanafiki, toa ulicho nacho. Amina. Ahidi unachoweza. Kama unataka kuahidi, useme mimi nataka kutoa, nitampa mchungaji, nitampa mchungaji, yuko mtoto huyu na viatu nitamnunulia, nina koti nitamnunulia. Sina muda tu, lakini ningeweza kuuliza wenzetu hapa wametembea kule Mwenge, najua kule wapi sijui Kibada nani wanajua namna wanavyotunza nani mchungaji. Watu wafanya kitu cha namna. Kwa sasa tuanze na ile zawadi ya makundi. Tunaanza na wanaume haraka.
tuje tumshike mkono. Sisi ni wakuu wa idara wa makanisa mawili, tukaona kwa sababu leo tuna huduma ya mchungaji, tukaona tuandae kitu kidogo hichi kwa ajili ya kumsaidia mama mwenzetu. Sasa tunaomba wanawake wote, kile ulicho nacho ubarikiwe kumshika mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa narudia jambo ni hilo hilo. Akina mama tumetangulia, mama mwenzangu wa pipeline, mimi wa Uganda, tuunge mkono kuja kuweka chochote tulicho nacho kwenye hili sinia, ili mama atakapoanza siku ya kwanza elimu ya kesho aanze kwa namna ya tofauti. Amina. Aya, wanawake sasa. Kazi kwenu, tunaanza wanawake alafu ndio tunakuja wanaume. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Tasimama huku ili napiga picha kabisa mama mchungaji. Ukipiga wanawake wote nasimama hapa mnajipanga. Pandeni mpaka huko. Pandeni mpaka huko. Alafu tutatupigia picha nzuri kabisa na mama hawa. Lakini kati yenu kama kuna mtu atataka kusema jambo lolote, kama tulivyokuwa tumesema hapo awali, Mike yuko hapa, anaweza kumpa. Kama unasema mimi kule nyumbani kuku, mimi kule nyumbani mchungaji wetu anakula kuku, anakula. Kwa hiyo pandeni. Kama kuna mtu anasema mimi nina kuku, nina maharage, nina nini, wakina mama wote mje huku juu. Yaani wakina mama wote, labda wewe unashindwa kutembea njoo. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata siku cha mchungaji mtatatu baadaye. Amina jamani. Kitambaa cha suti. Yesu asifiwe. Familia ya Mungu tuna malaki 5. Ningine ndio. Familia ni mama hii bebe moja. Yeah. Mwingine? Yes. Yesu. Familia ni wiki malaki 5. Mwingine? Si haba. Tunamtia moyo mchungaji. Si ndio jamaa? Wewe sema tu. Nina mboga ya majani ya wiki hili, hamna kununua tena.
Karibu sana. Hawa jamaa wanakuja kwa niaba ya wanaume. Sema kabisa, alafu wanaume tunaunga mkono. Bwana ni mwema na wakati wote. Wanaume, asante sana. Kwanza tuchukue nafasi kuweza kumshukuru Mungu kwa kuwa na mchungaji kutoka mbali katika mtaa wetu wa Pipeline. Tumekuwa kwa kweli tukibarikiwa sana. Mchungaji amekuwa na kazi kubwa ya kulijenga kanisa, ya kuliunganisha na hata kulionyesha njia namna gani tutakuwa kufika mbinguni. Amekuwa ni daraja kubwa kwetu. Mimi mchungaji mtoka mbali ni rafiki yangu. Mimi si kwamba ni mchungaji tu, bali ni rafiki yangu, na amekuwa rafiki yangu muda mrefu sana, na tumeshirikiana kwa mambo mengi. Na hivyo hata walipokuwa wakisema sasa tunakwenda kumtuza mchungaji, kiukweli ilikuwa inanipa shida kwamba tunafanya nini, lakini tukakutana kama wanaume ili tuweze kufanya jambo fulani ambalo si kikubwa sana, lakini sasa unajua unapotuza unatuza tu, vyovyote vile wewe unatuza tu, na sisi tumeona kwamba tuje tutuze tu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haleluya, asante sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza, ikiwa tutakuwa tumekosea, basi mchungaji atajua yeye mwenyewe namna ya kufanya, lakini sisi kama wanaume, moja, tumemletea kikanyagio. Unaona kwamba siwa anajikwaa alafu akashindwa kufikia watu, akasema jamani, nimekuwa na majeraha, kushindwa kuwafikia waumini, basi tumemletea kikanyagio hiki cha namba 1. Sijui tunamkabidhi kikanyagio hiki huku, kikanyagio hiki hapa, tumemletea kikanyagio awe anatembelea. Alafu kitu cha pili, tukaona pia asije akasema kwamba bwana siku hizi nashindwa kutoka nje kwa sababu niko mtupu kidogo. Tukasema sisi wanaume tutafanya jambo. Kwa hiyo tumeleta kitambaa cha shilingi 45 hapa cha suti mita 3. Hiki hapa, hiki itamsaidia mchungaji wetu pale atakapokuwa akienda. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo kama wanaume wa Pipeline ndio tulichokifanya. Nikushukuru sana FC Ikoleke. Asante sana. Amen. Sasa tunapakia hapa. Hii haijaisha kwa wanaume. Hii haijafanya nini? Na nataka aongee Genzi. Ni rafiki yangu sana. Kiukweli mimi najifunza mambo mengi kutokana na unyenyekevu wa Genzi. Siku moja Mungu akubariki sana kwa unyenyekevu. Endelea hivyo. Huo ndio Ukristo. Kuna watu hapa wanamiliki shilingi 5,000 lakini hawawezi kupokea 5,000. Akiwa na 5,000 hawezi kupokea 6. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kufanya ibada leo katika kanisa langu. Ninalipenda kanisa la Pipeline. Ninatamani liwe kanisa la mfano. Labda niwaambie, unapotoa, tunamkumbuka kisa cha Rutu. Aliwapokea malaika, akawapa chakula, akawafanyia vitu vingi, lakini tunakumbuka nini kilitendeka kwake. Nafikiri lesson, tunamkumbuka yule mtu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina sio zuri, kahaba. Aliwapokea malaika, watu wa Mungu, lakini tunaona jinsi ambavyo Mungu aliweza kumtendea. Wakati fulani tunaweza tukasema haya ni maneno tu, lakini mimi ninayeongea na ninyi nimemwona Mungu kwenye maisha yangu. Nimepita kwenye changamoto, lakini Mungu amenitendea.
Sasa mimi nataka niombe wana Pipeline. Nimeambiwa mchungaji ana makanisa manne anayosema manane, makanisa 8. Sasa makanisa 8, mchungaji una basketi? Una pikipiki? Sasa hana basketi, hana pikipiki, na sidhani huwa tuna taratibu labda mfuko wa kanisa kwa ajili ya kwenda huku na huku. Leo nimesimama kwenu, ninawasihi tufanye kitu kwa mchungaji wanaume. Mchungaji, mimi nafikiri na yeye akipambana atafanya nafasi yake, yaani na yeye sasa asimame kama mshiriki wa Pipeline, tupange kitu kufanya. Mimi natamani tumchangie kiwango chochote tutakachoweza apate gari. Apate gari. Mchangiaji namba 1, mchungaji utakuwa wewe mwenyewe, sawa? Mchangiaji namba 2 itakuwa mimi na wengine tunaofuata. Ninawaomba ni afadhali hata yani kama kuna fedha itakayoletwa hapa itaingia leo kwenye mfuko huo, lakini usihesabu kama umefanya nini, umeleta kitu. Ninawaombea siku kama ya leo, tarehe kama ya leo, wote tutakaohudhuria, tutakaoshiriki kufanya hiki, Mungu atatutendea kitu maadamu tukitoa kwa moyo. Yaani unajua Mungu wetu yuko hivi, unapotoa kitu ili uonekane kwa mtu, yani Mungu anachukulia wewe umetoa ili uonekane, kwa hiyo umeshaonekana. Unapotoa kitu ili umbariki mtu, na Mungu naye anakubariki kwa sababu umetoa kwa moyo kwa ajili ya kubariki kazi. Nawaombeni tufanye kazi. Nilikuwa najaribu kupigia hesabu, tukiwa watu 100 tukitoa kiwango fulani, hata 10,000 tutakuwa tumeboosti yani kile ambacho tumeplan kufanya. Lakini chochote tutakachotoa, mwenye shilingi 100, mwenye 200, 300, 400, 500, na hili si sasa tutakapofikia kwenye hili si la mwanamume tu, yani nyinyi wa kila mama, ili huyu mchungaji yani anawasha gari anakuja kwako, nimekuja kukusalimia, nimekuja kukuombea, una nini ambacho unataka tumwambie Mungu, nina jambo fulani. Anakwenda yani kwamba kwa siku moja anaweza kaenda katembelea hata washiriki wao ngapi, hata 10. Yani ndani ya mwezi akawa amemaliza ili kanisa lote, kwa sababu atakuwa na nini, atakuwa msafiri. Sijui mchungaji anasemaje kwenye hili. Nasema hana la kusema, ametekewa. Sasa ninaomba huwa sitamani sana kuahidi kitu, yaani kitu ambacho nimesema moyoni mwangu kwamba nitatenda kwa ajili ya hili ambalo natamani tushiriki kutenda. Sasa sijui mnataka niseme nimnong'oneze mchungaji yeye peke yake au niweje? Na basi mimi ahadi yangu nimeshaitoa kwamba nitafanya kitu. Natamani kama ikimpendeza Mungu isizidi zaidi ya miezi 3 mbele, tuone mchungaji anakuja na gari. Sawa, na gari hii itakuwa ya kwake, lakini itafanya kazi ya Mungu, itafanya kazi yako wewe kutoa huduma. Nakumbuka jana, labda niwape historia, utuchukue. Nikamwambia gari yangu kweli nimekuja na watu wengi kutoka Dar es Salaam ambao nikaenda nikawafuata, nikamwambia jamani, sasa leo nyinyi tafuteni usafiri twende. Yani hataki mchungaji ahangaike anapoambiwa kuna msiba, kuna mgonjwa, anatokea gari yake anakwenda mahali anaenda kutoa huduma. Nilimpigia simu nikiwa Dar es Salaam, nikamwambia mchungaji, naomba uende ukamwombee mjomba wangu, hali yake sio nzuri, hali yake ni mbaya. Alishindwa kufika kwa wakati kwa sababu alikuwa hana miguu ya kutembelea. Tumempa viatu, tumempa suti. Akivaa mtu suti anatembea kwa mguu. Anatakiwa atembee kwenye gari.
na wasi kutoka moyoni. Nitafurahi sana nikiona tumekubaliana na hili na tumelitenda. Ninaomba kwa unyenyekevu watu wanaoahidi kushirikiana nasi kwa ajili ya kupata gari ya mchungaji. Ninaomba mikono kwa chochote ulicho nacho. Ninaomba mikono kwa wale wote wanaosema na sisi tutashiriki mbaraka mchungaji aweze kupata gari. Basi Mungu awabariki sana tunapokwenda kushiriki hili. Sasa ninaomba tuteue mwenyekiti na katibu ambao watasimamia zoezi hili. Mwenyekiti na katibu watakaosimamia hili zoezi. Naomba washiriki tuseme tu mwenyekiti awe fulani, ila msimtaje mimi. Mimi niko mbali. Naomba tuseme tu mwenyekiti awe fulani na katibu awe fulani kwa ajili ya zoezi hili. Alafu huko sasa na mimi ndio nitaenda kuingiza ile ahadi yangu. Akina mama mmoja naomba asimame na kupendekeza jina la mwenyekiti. Naam. Edmund Shaula ni yupi? Edmund Shaula. Naomba asimame. Jamani, naomba mikono wanaosema huyu bwana awe mwenyekiti wa hili tunaoenda kulitenda. Wanaokataa hakuna. Katibu, akina baba katibu, haya sema. Naam. Mama Sagala atakuwa katibu wetu. Wanaokubali kwamba Mama Sagala awe katibu wa hili, wanaokataa, jamani, tumeshalianzisha. Ninatamani jamani, naomba niwaambie, kuna siku mtakuja kusema kwamba tumeuona baraka Mungu ambaye ameenda kutendea. Kuna watu fulani wanasema eti wachungaji wao wanachangiwa magari, halafu sisi wanasema wanatuombea. Umenielewa? Huyu sio mfanyabiashara, sisi wanatuombea tufanikiwe kwenye biashara ili tuweze kufanya mambo yetu. Wao ni wachungaji ambao kama ambavyo amesema anapohubiri kwamba wao wanategemea kutoka kwetu, ambao wametubariki, wametuombea baraka. Kwa hiyo tufanye kitu kwa mchungaji na waombeni. Basi Mungu aweze kuwabariki tunapoendelea na zoezi hili. Asante. Jamani, amina. Sasa hiyo tumeanzisha mkakati. Tusimame wale wote ambao tunasema tunaunga mkono. Tusimame. Nani unaona? Tunaunga mkono hiyo. Na wamama, hili sasa halina wanaume wala wanawake na nini, simameni. Wale mnaounga mkono hili swala, tutafanya jambo na tutaweka utaratibu mzuri kabisa. Amina. Mwingine. Yes. Hata watoto. Hapo unajua, ngoja niwaambie. Kutoa sio utajiri. Haimaanishi eti kama huwa uto wake eti ndio utakuwa umetajirika. Hamna. Jamani, amina. Kwa uaminifu kabisa tunaamini hii imejulikana na tumeshafahamiana kwa uzuri. Tutatengeneza utaratibu, mwenyekiti na katibu tutatengenezea utaratibu mzuri. Tutaanza hilo jambo mapema. Sawa jamani? Mapema hivi karibuni. Tukitoka pale tutakuwa tunaweza tukaandika pale, tukajiandikisha kwa nani, ili tuanze hiyo kitu. Mtu akiwa na kidogo anatoa. Amina jamani? Punga mkono hivi kama unanielewa. Asante sana ndugu Genzi, unaweza karudi, lakini usirudi tafadhali. Wanaume wote jambo letu liko pale, njoni mbele tukishike mkono mchungaji. Sasa njoni mbele tafadhali wanaume. Na wewe mpiga kinanda unapiga mpaka sehemu fulani alafu unakiachia unakuja mbele. Amina. Twende mbele sasa, tuimbe wimbo. Wanaume tunaenda kunyanyuka.
unamshika mkono pasta, alafu unafanya nini? Na unasinia hapo unapiga, alafu kuna ile namba jamani. Muamala wewe unasoma kule, mimi umeshasoma kule, nimeshatuma kule. Kwa hiyo kama unatuma moja kwa moja kule. Namba 0763. Msije mnalazimisha nitawachapa. Hii hapa. Haya uweze sasa naweza natupukiza pale, unakuja huku. Safi kabisa. Ukiwa unataka namba wewe wewe kabisa namba. Tumeanzisha jambo kimjini kabisa. Yaani pipeline inatakiwa ikitoka Mwenge pipeline. Ndio tunachoomba. Amina. Na siku zote ndio inapokuwa, sio ikitoka Igoda pipeline. Fanyeni makanisa ambayo watu wamesha. Yes, sogea huku, sogea kabisa ili tupige picha. Safi kabisa. Wanaume wote tunakuja huku. Unakushika mkono mchungaji. Kwanza ni baraka. John panga mstari hapa ili tupige picha. Mistari miwili tu, sawa, wengine mko kule bado. Mbona hujiamini? Asema hujiamini kama tayari umeshakuwa mwanaume? Hapa. Yaani tuonekane, tunataka tupige picha wanaume wa mtaa. Sio mchezo. Sasa unaweza ukawa kama wakina mama walivyofanya. Yaani ukasema kule nyumbani kuna kuku, mimi nitashawishi ile kuku mchungaji hapa. Hii ndio nafasi. Na mbuzi na shamba na suti kama mama pale ameshatupika. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mchungaji ameshapata kitambaa na viatu, mimi nitagharamia mashono. Na tumempendelea sana mchungaji. Mama mchungaji hajapata. Mama mchungaji, utaenda kutafuta kitambaa, mimi tutatoka na wewe. Utaenda kitambaa na mashono na kiatu, kwa sababu baba alishapata. Bwana Yesu asifiwe. Familia ya Lesani, mchele kilo 10, mafuta lita 5, unga kilo 25 na sukari kilo 5. Huo ndio wanaume sasa. Huko mwingine wewe sema sogope. Yaani wewe uniangalie mdogo wangu kabisa, uniangalie kwa sababu nafikiri tafuta. Mwingine basi tupige picha sasa. Tupige picha. Aliza unasema. Asante sana, tunaanza kurudi. Wanaume wote pamoja na wale ambao wametaka ile program, utaandikisha jina hapa. Tafadhali mimi nimeondoka bwana. Ule sio mtaa. Kwa hiyo tendo tulilofanya linaonyesha kabisa uhusiano uliopo kati yetu na yeye, kwamba tunashukuru kwa huduma nzuri ambayo amekuwa akifanya. Lakini pia ni wakati wa maombi ya upya wa huduma. Tunapomwombea mchungaji na familia yake na huduma yake, inakuwa inatusaidia sana. Kwanza mchungaji kuwa focused, kuwa na mtizamo chanya juu yetu, kuwa na mtizamo chanya anapoomba. Kumbukeni, kama mtu atakuwa na kuombea huku amechukia, huku anaomba, huku ana shida zake nyingi, maombi yanaweza asiwe dhahiri sana. Lakini tukifanya hivi, maombi yetu yanakuwa wazi kabisa mbele za Mungu, na hivyo tunapata baraka na Bwana anajibu. Lakini hiki ni kielelezo cha upendo na umoja wa mwili wa Kristo. Kwa hiyo mchungaji, kwa namna ambavyo tumefanya katika namna ya udogo sana, na kama unavyojua
tumekuwa na mapambano mengi sana hapo kabla. Tunajua unatambua vizuri, kwa hiyo utapokee vile tulivyofanya, ifanye kwamba hivyo hivyo ilivyokuwa. Na Bwana atubariki. Tunaomba tuchukue mic hii, utasema, utakaposema utatuombea, alafu tutakuwa tumefunga ibada ya leo. Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kabla sisema pengine ni mwanamke na mchungaji sema alafu Bwana Yesu asifiwe. Nipende kutoa shukrani za dhati kwa mtaa wa Pipeline kwa kadri ambavyo tunaendelea kuishi na kutembea kwa siku zilizopita hadi sasa. Upendo wenu, ushirikiano wenu, maombi yenu, tunasema asante sana. Na katika siku ya leo pia tunatoa shukrani za dhati kwa kile ambacho mmefanya. Mungu azidi kuwazidishia zaidi na zaidi katika huduma hii. Nacho ambacho tunategemea kwenu ni maombi sana, ili tuweze kufika mbali, kwa sababu pasipo maombi huduma yetu haitaweza kufika mbali au kugusa jamii mbalimbali au kugusa yale kusudi ambayo Mungu ameweza kutupatia. Lakini tumeenda mbali zaidi, tumehangaika huku na huku kuona kwamba mtatufanyia nini. Yote hayo ni kwa ajili ya kuonesha upendo wenu kwetu. Nasema asante sana. Pale ambapo mmetoa, Mungu akazidi kuwazidishia zaidi na zaidi. Tunasema asante, na sisi tunazidi kuombea kwa ajili ya maendeleo mbalimbali ya kiroho ya watu binafsi kama familia, lakini zaidi sana katika ufalme wa mbinguni, ili tunapoachana katika ulimwengu huu tuweze kukutana katika mbingu mpya ambayo Mungu ameweza kutuandalia. Nasema asante, na Mungu azidi kuwabariki. Amina. Wapendwa, binafsi pia nipende kuungana na mchungaji kwa upendo wenu mwingi na ushirikiano wenu ambao unaendelea kuonyesha kwenye huduma yangu na utumishi wangu. Ninajisikia kukua kihuduma kila siku tangu nilipoingia kwenye mtaa huu wa Pipeline. Ninawashukuru kwa jinsi ambavyo tunashirikiana kwa pamoja kujenga kwa mawazo na maombi, lakini pia kwa siku hii ya leo ninashukuru sana. Nimeonyesha moyo wa kujali, ninashindwa hata namna ya kupanga maneno vizuri ili kuonyesha ni kwa namna gani nimeelekezwa mno na upendo wenu. Lakini tu mjue kwamba mmegusa maisha yetu, mmegusa mioyo yetu kwa moyo wa kujali kiasi hicho. Ninajua kuna mahitaji hapa na pale, lakini mmeona tupatie kipaumbele kwenye siku hii ya leo, na Mungu awabariki sana. Hicho mlichokifanya mmeacha deni kubwa sana kwenye mioyo yetu, kiasi kwamba Mungu tu atusaidie namna ya kuwatendea mema. Kwa sababu sijui hata nisemaje sasa. Sijui hata nisemaje. Lakini basi itoshe tu kusema ya kwamba ninawashukuru sana 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 sana, na Mungu adumu kuwabariki. Mungu adumu kuwabariki. Zaidi nakosa hata maneno kupanga vizuri, lakini basi mjue tu kwamba nimewashukuru. Mungu awabariki sana. Leo niambie pia nifanye naombi. Sasa sijui niunge naombi moja kwa moja. Basi niwaalike tusimame tu. Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Ninakushukuru sana kwa ajili ya mtaa huu wa Pipeline, hususani katika makanisa haya ya Pipeline pamoja na Uganda. Watoto wako hawa wanakupenda mno. Upendo wao unadhihirishwa kwa jinsi ambavyo wanatuhudumia watumishi wako. Hata pale tunapokuwa na wageni wa makambi, wageni wa semina mbalimbali,
maadamu anakuja tu kwa jina lako ya kwamba ni mchungaji na mwinjilisti. Mtaa huu na makanisa haya yamekuwa yakichukua jambo hilo kwa upendo mkubwa na kutoa stahiki na stahili zinazowastahili watumishi wao. Wengi waliokuwa wakipita hapa wanakuja na wanapoondoka wanaacha sifa njema sana na kupeleka sifa njema Mungu na kule ya kwamba tulikuwa pipeline. Kwa kweli tumehudumiwa. Ninakusihi Mungu kwa upendo huu endelea kuwabariki sana. Kama sisi tu wanadamu tunaweza kuguswa kwa namna hii na upendo wao, wewe Mungu mwenyewe unajua unaguswa mara nyingi zaidi. Maana umesema wale ambao watawapa hata tone moja tu la maji watumishi unawabariki. Sasa hawa sio tone tu, kuna wakati wanaleta jambo zingine. Ninakusihi Mungu ukawabariki maradufu. Wako vijana, wako wazee, wako watoto, wako wamama, wako mabinti. Ninakusihi kila mmoja ukawabariki. Mchana wa leo wamenyosha mikono yao na mioyo yao kufanya jambo muhimu na jambo kubwa sana. Ninapotazama katika maandiko matakatifu, wapo wengi waliotoa sadaka zao za hiari, akiwepo yule mama mjane wa Sarepta, yeye akiwa na kitu tu ambacho hicho ndio kilikuwa cha mwisho kwake. Aliponyoosha mkono wake na kukupatia wewe kipaumbele na mtumishi wako Elia, Mungu wa mbinguni hakubaki kama alivyo. Yupo ambaye amenyoosha mkono wake. Ninakusihi Mungu, kumbuke kama ulivyokumbuka sadaka ile ya yule mama aliyetoa kwa Elia. Lakini sio hayo tu, wapo wengi ambao walifanya hivyo. Hata wale ambao walikuwa ni wavuvi wa wakati ule, wakiwa wamechoka watulie kwenye chombo chao, bado waliwaambia watoe sadaka ya muda wao, wapeleke chombo mbali kabisa na kilindi. Wakapiga makasia yao wakiwa wamechoka, wanahitaji kupumzika, lakini walikuhudumia na hawakubaki kama walivyo. Kila mmoja ambaye amenyoosha mkono wake na kufanya jambo fulani hapa, ninakusihi Mungu uwe pamoja. Hata wale walioleta wazo lile kubwa kabisa ambalo tumelishangaa, Mungu wa mbinguni ninakusihi ukawabariki kwa wingi wa kanisa. Asante kwa uaminifu wako mkuu. Ninawaombea baraka tele kwenye biashara zao, baraka tele kwenye mashamba yao, baraka tele kwenye mifugo yao, baraka tele kwenye ndoa zao, baraka tele kwa watoto wao wanaosoma, baraka tele hata kwa uchumi ulioyumba. Msimamishe kila mmoja kwa mapenzi yako. Asante kwa kuwa ni mwaminifu kutenda hayo, kwa jina lako Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki.